Somo katika kitabu cha Yoshua. Siku zile Bwana alimwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiondoa hiyo aibu ya Misri kwenu. Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi yao huko Gilgali, jioni ya siku ya 14 ya mwezi, waliadhimisha sikukuu ya Pasaka katika tabalale za Yeriko. Nao wakala mazao ya nchi siku ya pili baada ya sikukuu ya Pasaka, yani mikate isipotiwa chachu na bisi siku ile. Walipokula mazao ya nchi ile siku ya pili yake, mana ikakoma, kwa vile sasa waliweza kula mazao ya nchi ile. Kwa kuwa Waisraeli hawakuwa na mana tena, wakajirisha mazao ya nchi ya Kanani tangu wakati huo. Neno la Bwana. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Jinsi Bwana alivyo mwema. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Jinsi Bwana alivyo mwema. Nitamtukuza Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyonge wasikie na kufurahi. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Jinsi Bwana alivyo mwema. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, tuliadhimishe jina lake pamoja. Nilimkimbilia Bwana akanisikiliza, akaniopoa katika hofu zangu zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Jinsi Bwana alivyo mwema. Mtazameni Mungu mkafurahiwe, na nyuso zenu zisihuzunike. Mnyonge huyu alilia, naye Bwana akamsikiliza, akamwokoa katika shida zake zote. Onjeni muone jinsi Bwana alivyo mwema. Jinsi Bwana alivyo mwema. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, mtu akiwa katika Kristo ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, mapya yamefika.
Hayo yote yanatoka kwa Mungu. Yeye ametupatanisha naye kwa ujumbe wa Kristo. Akatukabidhi sisi kazi ya upatanisho. Yaani Mungu ameipatanisha dunia naye katika Kristo, kusudi asiwahesabie watu tena makosa yao. Akaliweka neno la upatanisho ndani yetu. Basi tumekuwa wajumbe mahali pa Kristo, kwa maana ni Mungu anayeonya kwa huduma yetu. Na ombi tunalotoa kwa jina la Kristo ndilo mpatanishwe na Mungu. Yeye amemfanya yule asiyejua dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe uadilifu wa Mungu katika yeye. Neno la Bwana. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikia, lakini Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia baba yake, Baba, nipe sehemu ya mali iliyo haki yangu. Basi baba akawagawia mali. Baada ya siku si nyingi, mdogo huyo akakusanya vyote, akaenda mbali ugenini, alikotapanya mali yake kwa kuishi maisha ya uasherati. Alipomaliza vyote, njaa kali iliingia nchi ile, naye pia akaanza kupatwa na shida. Basi akaenda kujiunga na mwenyeji wa huko aliyemtuma shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa kitu. Akajifikiria akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wana chakula tele, nami ninakufa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwanao. Unitendee kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka, akarudi kwa baba yake. Baba yake alimuona angali mbali,
akamuonea huruma, akamkimbilia, akamkumbatia, akambusu. Mwana akamwambia, Baba, nimekosa mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili kuitwa tena mwana wako. Lakini baba akawaambia watumishi wake, upesi, leteni joho maridadi, mkamvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Tena mleteni ndama mnono, mkamchinje. Kisha tule na kufanya sherehe, kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana tena. Kisha wakaanza kufanya shangwe. Sasa mzaliwa wake wa kwanza alikuwa bado shambani, na aliporudi na kukaribia nyumba alisikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi, akamuuliza, kuna nini? Naye akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama mnono, kwa sababu amempata tena salama. Akakasirika, na alipokataa kuingia nyumbani, baba yake alitoka nje na kumsihi. Akamjibu baba yake, tazama, miaka mingapi nimekutumikia, tena sijavunja amri yako hata mara moja. Lakini hujanipa hata mwanambuzi nifanye tafrija pamoja na rafiki zangu. Lakini huyu mwana wako aliyekula mali yako pamoja na makahaba, aliporudi umemchinjia mara ndama mnono. Akamjibu, mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini sharti tufanye shangwe na furaha, kwa maana huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Injili ya Bwana. Sifa kwako